kufanya ziara kukagua barabara ambayo inaendelea kujengwa kutoka Malagarasi hadi hapa tuliposimama Uvinza Kibaoni, barabara ambayo ina urefu wa takriban kilomita 51.1. Niseme tu nimefanya ukaguzi mwanzo hadi mwisho, hapa tulipo ndo mwisho, lakini lazima nikiri kwamba barabara iko mwishoni, ni kama tuseme kwa maana ya kiwango cha lami imekamilika, na kwa kweli naona ni barabara ambayo imejengwa vizuri na nimeona wameshaweka sehemu kubwa alama lakini kitu ambacho nimekiona bado ni daraja ambalo ni la mto Ruchugi, na hapa zamani barabara ilikuwa inatokea huku Uvinza kwenye mji wetu ule wa zamani, lakini kutokana na changamoto za kona, milima, kwa hiyo ikashauriwa barabara inyoshwe hapa kutoka Kibaoni moja kwa moja kwenda kwenye kona ile kali ya kwenda Uvinza mjini, kitu ambacho nadhani kwangu mimi nasema ni cha kimaendeleo, lakini kitapunguza changamoto zilizokuwepo za barabara, lakini pia tunaona itapanua pia mji, na tumeona mji utaendelea kukua zaidi. Kwa hiyo nina hakika wana Kigoma wote watakuwa wanaunga jitihada kubwa za serikali za kuifungua Kigoma. Leo nadhani kwa mara ya kwanza ndo sasa unatoka Kigoma mjini unakuja Uvinza, unakwenda Nguruka, Kaliua, Urambo, Tabora, Itigi, Dodoma hadi Dar es Salaam 100% kwa kiwango cha lami. 100% kwa kiwango cha lami. Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi nasema sasa anaifungua Kigoma, ameunganisha Kigoma na Dodoma na Dar es Salaam kwa kiwango cha lami. Nitoe shukurani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa kauli yake aliyokuwa anasema kwamba anaifungua Kigoma. Tumeona kwa vitendo. Sasa hivi barabara imekamilika kama tulivyoona, bado kipande iko cha daraja. Sisi kwa kweli, Naibu Waziri, peleka shukurani zetu za dhati kabisa kutoka kwa wananchi wa Uvinza, lakini pia kwa wana Kigoma kwa ujumla. Sisi ni shukrani, lakini sasa tuendelee kuwaomba Watanzania wote wanaotaka kuwekeza Kigoma. Sasa Kigoma imefunguka, barabara ndio unavyoona sasa hivi, magari, mabasi yanakuwepo asubuhi, mchana na jioni bila shida yeyote. Kwa hiyo wafanyabiashara waje kuwekeza Kigoma, waje kuwekeza Uvinza kwa sababu barabara imefunguka. Lakini lingine ni kuwaomba tu wananchi wenzangu tuendelee kutunza miundombinu hii, kwa sababu barabara hii kama mlivyoona ni zaidi ya bilioni 70. Serikali yetu imejitahidi kwa kadri ya uwezo kwa ajili ya upenzi na jinsi ambavyo Kigoma yetu ilivyokuwa inahitaji barabara. Mheshimiwa Waziri, tumepokea maagizo yako na tutahakikisha kama ulivyoagiza tunafanya. Sasa hiki kiwanja ambacho kilikuwa katika hivyo viwanja vinne kiko nyuma kidogo kwa sababu ya changamoto za hapa na pale. Wenzetu lazima wajiridhishe hiki kimekaa sawa, kimekaa sawa, kimekaa sawa. Kwa hiyo kukawa tumechukua muda mrefu wa kupata approval, yani kibali cha kwamba sasa fedha iko tayari kutoka na tuanze utekelezaji wa mradi. Kwa hiyo tunaanza kutekeleza mradi wa Kigoma wakati sehemu nyingine tumeshaanza kutekeleza. Lakini kizuri ni kwamba tuondoa zile changamoto zote na sasa mradi uko kwenye utekelezaji. Baada ya kuanza mradi kama taarifa zilivyosemwa, lakini pia ambavyo tumekagua mpango unakwenda vizuri. Tunaongea na uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya, wanasema wanaridhika sana na hatua zinavyokwenda. Wako nyuma kidogo kwa 16% ya walipotakiwa wawe, yani tu kwa sababu za mbalimbali za hali ya hewa hiki kimekosekana, lakini wamejipanga kwamba watahakikisha kwamba uwanja unakamilika ndani ya muda na kucompensate, yani kufidia zile 16%
ambazo wako nyuma, na tuna imani kwamba uwanja huu utakuwa ni miongoni mwa viwanja bora. Lakini nimalizie kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnafahamu kwamba Kigoma ni kitovu cha maendeleo kwa sasa, na kwenye uwanja huu tu peke yake Mheshimiwa Rais ameweka zaidi ya bilioni 50. Maana yake ni fedha nyingi ambazo zinakwenda kufanya uwanja huu uwe wa kisasa zaidi. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Wananchi wa Kigoma wanajua nini serikali yao inafanya.